السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza kutuweka hai na kuweza kuifikia siku ya leo, kwa si ujanja wetu wala mapenzi yetu wala mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo tunakwenda kuangalia mada muhimu sana ambayo kwamba ni muendelezo katika ile sehemu ya kwanza ambayo imepita. Hii ni muendelezo wake. Tumezileta hizi kwa mfululizo, nafikiri hii itakuwa ni sehemu kama ya 10 au ya 11 kwa yule mtu ambaye alikuwa anafuatilia kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Ni 10 au 11. Lakini katika hii ninakwenda kueleza leo, hii ni sehemu ya pili katika zile mada zinazosema kwamba mambo yanayozuia riziki katika nyumba. Leo tunakwenda kuangalia mambo manne ambayo haya manne yanazuia riziki katika nyumba zetu. Ni vyema ukazisikiliza kwa makini, ukazielewa ili ukaweza kujiepusha nazo, na kama ni la kufanya basi ukaweza kulifanya, ili mradi usipatwe na tatizo hili la kuzuiliwa riziki katika nyumba yako na vile vile baraka. Na hii si riziki tu, ni maana riziki na baraka. Unajua kuna vitu viwili lazima vielewe. Unaweza ukawa unapata riziki lakini riziki ikawa haina baraka. Na baraka ni kitu kikubwa sana kuliko hata kupata riziki. Yaani kama unapata baraka basi ni kitu kikubwa sana kuliko hata kupata hiyo riziki yenyewe. Kwa sababu riziki ambayo inakuja lakini haina baraka, hata manufaa yake yanakuwa hayapo. Kwa hiyo mambo manne haya yanazuia riziki na yanazuia baraka katika nyumba zetu. Inshallah twende niyazungumze, uyasikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili yale ambayo unaweza kujiepusha nayo basi ujiepushe nayo, yale ambayo unaweza kuyatenda basi uyatende, ili mradi Mwenyezi Mungu ajalie usikosekane riziki katika nyumba yako. Na kabla sijazungumza hayo manne, niwatangazie tena ndugu zangu, kwa wale ambao walikuwa wanahitaji kitabu kile cha dua. Watu wengi walikuwa wanapiga simu, Sheikh bwana, nataka hizo dua bwana ukutumie. Nikaona niwatengenezee kitabu maalum, nizikusanye zile dua zote niziweke humo, na nimeziweka mbalimbali. Ndio maana nikaita silaha 50 za Muislamu katika dunia. Kitabu hiki kinapatikana kwa mtindo wa PDF, kwa maana yule anayekitaka yeye anachangia shilingi 10,000, anatumiwa kitabu hichi kwa njia ya WhatsApp. Kwa hiyo popote duniani ulipo, kitabu hiki unaweza ukakipata popote ulipo. Unatumia kwa njia ya WhatsApp inshallah. Baada ya kutuma ile kiasi cha shilingi 10,000 unatumiwa sadaka yako, unatumia kitabu chako hicho. Kwa hiyo anayekitaka kitabu hichi ni cha dua na adhkari mbalimbali, na tumekusanya mambo mbalimbali, basi kazi yako ni kutuma shilingi 10,000 yako na unatumiwa hichi kitabu inshallah. Kitabu kinaitwa Silaha 50 za Muislamu katika dunia. Sasa twende katika yale manne, ambayo haya yanazuia riziki katika nyumba. Lakini kinyume chake ukiyafanya basi yanaongeza na kuzidisha riziki katika nyumba. Hapa nielewe vizuri. Manne haya ukiyaacha yanazuia riziki katika nyumba, lakini ukiyafanya yanazidisha riziki katika nyumba. Twende tukaliangalia la kwanza mpaka hilo la 4. Jambo la kwanza ambalo linazuia riziki katika nyumba, albaitu allati la yuqra fihi alquran, nyumba ambayo ndani yake haisomi Qur'an. Nyumba ambayo ndani yake haisomi Qur'an. Ndugu zangu, ninyi kila mmoja wenu ni shahidi. Leo wallahi tembea katika majumba ya Waislamu, utakuta viduku, nomboro ya solo zinapigwa sana katika nyumba yetu. Qur'an haisomi Sheikh. Na Mtume anasema nyumba yote ambayo haisomi Qur'an basi nyumba hiyo kama mfano wa makaburi Sheikh. Nyumba isiyosoma Qur'an na kama makaburi. Msikilize Mtume Muhammad anasema katika hadithi, innal baita alladhi yuqra fihi alquran. Mtume anasema nyumba ambayo ndani yake inasoma Qur'ani, yattasi'u bi ahlihi, nyumba hiyo kwanza watu wake, wakazi wa nyumba hiyo Mwenyezi Mungu anawapa wasaa katika swala zima la riziki, wa yukthiru khairuhu, lakini nyumba hiyo khairi zake zinakuwa nyingi sana, watahjuruhu shayatin, alafu mashaitani nyumba hiyo wanaikimbia. Yani nyumba ambayo ndani yake inasoma Qur'an, kwanza watu wake Mwenyezi Mungu anawapa wasaa, mambo yao yanakuwa mazuri katika nyumba. Lakini pili, khairi zake zinakuwa nyingi katika nyumba, wa yakthiru khairuhu, khairi zake zinakuwa. Jambo la pili,
khairi zake zinakuwa nyingi katika nyumba hiyo. Wa yakthuru khairuhu, khairi zake zinakuwa nyingi. Na jambo la tatu, watahjuruhu shayatin, na nyumba hiyo mashaitani wanaikimbia, watahbuhu almalaikatu, na malaika wanahudhuria katika nyumba hiyo. Kwa jambo la mwanzo kabisa au nyumba ya mwanzo kabisa ambayo hii riziki yake inapungua ni ile ambayo ndani yake haisomwi Qur'an. Ile jambo la mwanzo katika yale ambayo tunaenda kuzungumza leo manne, basi la mwanzo kabisa ni hili. Kwa hiyo kana hesabu yako, piga hesabu zako vizuri katika haya manne, liangalie la kwanza, liangalie la pili, liangalie la tatu katika haya manne, na mtu mwenyewe utajua kwamba nini cha kufanya. Kwa la mwanzo kabisa, albaytul ladhi la yuqra'u fihi alquran, nyumba ambayo haisomi Qur'ani. Mtume anasema kheri inakuwa inazuiliwa riziki, inapungua riziki zake. Mtume akasema albaytul ladhi yuqra'u fihi alquran, nyumba ambayo ndani yake inasoma Qur'ani, anasema kwamba yatasi'u ahlihi, watu wake wanapata wasaa mzuri wa riziki. Wa yukthiru khairuhu, kheri zake zinakuwa nyingi. Watahjuruhu shaytan, mashaitani wanaikimbia nyumba hiyo. Watahburuhu almalaikatu, na malaika wanahudhuria katika nyumba hiyo. Akasema tena albaytul ladhi la yuqra'u fihi alquran, nyumba ambayo ndani yake haisomi Qur'an. Yadhiqu ahlihi, kwanza upata dhiki wale ambao wanaishi katika hiyo nyumba. Wa yuqillu khairuhu, khairi zake zinakuwa chache. Watahburuhu shaytan, na nyumba hiyo mashaitani ndio wanahudhuria, ndio makazi yao sana. Watahjuruhu almalaikatu, na malaika nyumba hiyo wanaikimbia, nyumba ambayo ndani yake haisomi Qur'an. Kwa hiyo ni jambo la kwanza katika mambo manne ambayo yanazuia riziki katika nyumba zetu. Jambo la pili, adam qawli ma sha Allah la quwwatan illa billah. Wakazi wa nyumba hiyo walazimiane na kusema neno hili, ma sha Allah la quwwatan illa billah. Pindi watu hao wanapokuwa wanaingia katika nyumba hiyo, neno hilo siliache. Pindi watu hao wanapokuwa ndani, labda ukaona kitu cha ajabu kikostajabisha, kauli hii usiache. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, walaula idha dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah. Bimaana mja pindi anapoingia peponi, basi lazima anakuwa anasema neno hili ambalo ameelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma an'ama Allahu ala 'abdin ni'mata, pindi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapomneemesha mja wake anapomneemesha mja wake neema, yani min ahli, kutokana na baba, mke, wa mali wa waladi, na watoto, fayaqulu, basi aseme ma sha Allah la quwwatan illa billah. Bimaana katika nyumba yenu humu mnapoishi, unapoingia ndani, basi ma sha Allah la quwwatan illa billah. Unapoingia chumbani, basi ma sha Allah la quwwatan illa billah. Ukaona kitu kimekustajabisha, basi ma sha Allah la quwwatan illa billah. Kwanza utahifadhi nyumba yako, lakini pili utahifadhi kama ni ofisi, basi ofisi yako, lakini tatu utajikinga na hasadi pamoja na nini, na kijicho, kusema na kudumu neno hili ma sha Allah la quwwatan illa billah. Hili ni jambo la pili katika yale manne ambayo yanazuia riziki katika nyumba. Kwa maana kama utadumu na maneno haya ukayasema mara kwa mara, ina maana kile kizuizi umekiondoa katika nyumba yako cha kuzuia riziki na cha kuzuia baraka. Kwa hiyo dumu sana na kusema maneno haya, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuzidishie riziki na akuzidishie baraka. Kinyume chake, kama ukuwa unakudumu na kama ukulazimiana na maneno haya, basi nyumba yako itazuiliwa riziki na baraka katika nyumba yako itapungua. Jambo la tatu, kathratu dhunub wal maasi, kuzidisha sana madhambi na maasi ni vitu ambavyo vinapelekea nyumba kupungua kheri, nyumba kupungua baraka. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad aliposema, innal abdi yuharrama rizqi bidhambi, kwa hakika mja huwa anapunguziwa riziki yake, kwa hakika mja huwa anapata uchache wa riziki yake kwa madhambi. Ndio maana Nabii Yunus alayhi salam, baada watu wake kumwasi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akawaambia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, mtakeni msamaha sana Mola wenu, kwani yeye ni mwingi wa kusamehe, na mkimtaka msamaha, yursilu samaa alaykum midrara, Mwenyezi Mungu atawaleteeni mvua zenye baraka, mvua zinazonyesha kwa mfululizo, mvua ambazo ndani yake hazina mabalaa,
wayumdidukum bi amwali wa badin, lakini Mungu atakuzidishieni mali na watoto wa kuleta msamaha wa madhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kasrati dhunubu, kukithirisha madhambi, ni sababu ya watu katika nyumba hiyo kupungukiwa baraka katika majumba yenu. Kwa jambo la tatu katika ile manne ambayo haya yanaondosha baraka katika nyumba, yanaondosha baraka katika nyumba. Hilo la tatu. Hilo la tatu la kuondosha baraka katika nyumba. Na jambo la nne la mwisho kabisa, as-sala, watu kutokudumu na kufanya ibada katika nyumba. Yani ukilifanya inakuwa na mbadala wake, na usipolifanya basi inakuwa ndio kinyume chake. Kwa hiyo kuna kinyume na kuna mbele. Kwa hiyo kuna kinyume alafu kuna mbele yake. Kwa hiyo ukifanya ndio kwa mbele yake, na usipofanya inakuwa kinyume chake. Ina maana sasa katika yale manne basi mmoja wapo ni kukithirisha swali katika majumba yetu, kunazidisha baraka na kunazidisha riziki katika nyumba. Kinyume chake, nyumba ambayo watu hawaswali ndani, basi baraka zinapungua, na kadhalika vile vile khairi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinapungua katika nyumba hiyo. Kwa hiyo inshallah, ndugu zangu katika imani, haya ndio mambo manne ambayo yanazidisha baraka katika nyumba, na usipoyafanya basi yanazuia baraka katika nyumba na kuzuia riziki katika nyumba. Nafikiri umesikiza vizuri, yachukue yafanye inshallah. Mwenyezi Mungu ajalie katika nyumba yako yapatikane mambo hayo manne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.